Naitwa King. Mwana mazi. Unosogojo mix bias. Watu kecha. Sasa lazima urudi kwa Hapana! Hapana! Shazad, umeingia kwenye anga zangu. Sikutaka kumwaga damu yako, lakini umenilazimisha. Mzidole, mbona leseni yako ya utabibu inasoma wema, lakini vitendo vyako vimejaa ukandamizaji? Kwa nini? Hevuesi, kozisi verano. Nigoja na videre debu, manolo sono. Wewe, bado huna mamlaka ya kuniamuru mimi Shazad. Owe mbwa, nani hakanda unatina? Acha nikuoneshe namna gani ya kuweza kuwa na mipaka katika himaya za watu. Naitwa King, mwana wa Mazinde. Unosogojo mix bayasi. Watu kecha. Uwanja wangu sio ukumbi wa kufanyia majaribio. Unatakiwa kujifunza ukaa mbali na njia za watu Shazad. Lakini siku nyingine utanifanya niimwage damu yako, wakati wewe ni moja kati ya watu wetu. Acha nikuache uendelee kuishi ili uweze kuiona jinsi ninavyoitesa ile nafsi na kuirudisha katika ardhi inayostahili kuishi. Naitwa King. Usilisahau hilo. Hakuna hata mmoja ambaye anaweza akanizuia mimi Shazad. Owe mbwa, nani hakanda unatina? Umependeza mume wangu. Yeah. Muonekano kama wa waziri, lakini muonekano kama wa Chalamila. Nikiwa na muonekano popote nina uwezo wa kuongea jambo lolote kama Chalamila. Haya babangu, uje unywe chai. Nimekuandalia chai ambayo unaipenda. Mke wangu mimi nimefunga kwa lazima. Lakini pia wanangu wa faida tunaopendana Waislamu na wasindikiza, ili wakinikaribisha kwenye Idi nisiwe kinyonge na mimi nionekane kama nilifunga. 5. Wewe tangu lini umefunga baba? Mwenyezi Mungu anapowasha stata yake kumkumbusha mja wake muda wowote tu, kwa Mungu switch off love kwangu. Nikaona ngoja nifunge. Hii dunia tunapita, dunia mapambo. Sema amen. Yeah. Okay. Basi sawa mume wangu, kwa umefunga kwenye maombi yako usinisahau mke wako. Ila pia jioni ndo nitakuandalia chakula chako. Si mnafunga saa 12? Mke wangu mimi sina time. Minyoo ikihitaji kula lazima niilishe. Mimi nitakapofunga hata masaa 2 matatu, Mwenyezi Mungu nitakuwa ameziona kudra zangu. Kwa hiyo mimi nafungua muda wote. Stoboi. Mke wangu mimi nina vidonda vya tumbo stoboi. Yaani siwezi kutoboa kabisa. Hii nadhani hata watu wengine wote wananielewa nikikwambia stoboi. Ukiwa na vidonda vya tumbo, msimu wa kufunga wengi wanakuwa navyo. Kwa hiyo stoboi mke wangu. Niombee tu. Hata masaa haya 2 nitakuwa nimenuia. Sio dhambi kufunga masaa 2, sio dhambi. Mwenyezi Mungu pekee ndo anajua. Mimi nisipotoboa nafungulia. Sasa mimi natoka. Nimepata kazi TRA.
naenda kupiga hesabu halmashauri, lakini pia Chalamila alikuwa ananihitaji ili tukatoe gari zote barabarani, Corolla zote namba A tutoe. Kwa hiyo naweza nikakuletea gari Corolla namba A ukaweka nje ukawa unauzia genge. Baby, naomba hii ifanikiwe, maana ile Farwadi sijui Farwadi imeshindikana. Sio Fladi, si nisema Alfadi. Mke wangu, maisha yahitaji haraka, mdogo mdogo, umenielewa? Maisha yahitaji spidi, natakiwa uende mdogo mdogo. Mafanikio hayaji kwa pupa, sio? Umeelewa? Mimi ndo Alwatan. Mume wako si unaona nilivyokuwa handsome boy? Sema amen. Sema mafanikio. Amen. Yo. Bye. Hello baby. Goodbye. Nishakuzoea mume wangu. Hujaishiwa hata vituko. Ndoa wakifa ndani wakiza wanachanganyikiwa. Unakumbuka haya Kaka, hivi mpaka lini utaendelea kuwasaidia watu wasijue thamani yako? Unajitahidi sana kupigania haki yao, lakini leo hii upo katika hali hii, hakuna hata mmoja anayekukumbuka. Hivi unaona uko sawa kweli? Hata kama una moyo wa kusaidia, lakini dunia haina huruma kabisa. Kila mtu anahitaji msaada na hakuna aliyekuwa tayari kusaidia. Kaka yangu, hivi unadhani wale ambao unawapigania kila siku wanaweza kuja kuangalia ukiwa katika hali hii? Sakina dada yangu, kila siku haki haipiganiwi kwa ajili ya shukrani, inapiganiwa kwa kuwa ni haki tu, na haki lazima iwe haki. Nurati, hivi umeamka tu hapo asubuhi umeondoka? Tena umeondoka bila hata kuaga Hii tabia mimi siipendi bwana. Naomba unisamehe mama, sitarudia tena. Mimi nimeshakusamehe na nimekusamehe tu kwa sababu haunaga hizi tabia za kutoka bila kuaga, lakini usizoee. Hivi unajua mnavyonipa pressure nyinyi watoto Watoto wenyewe wawili tu kama macho, alafu mnanisumbua balaa. Halo, msinitese namna hiyo bwana. Mbona mateso bila chuki haya? Hebu kalete mboga huko. Kwani Zena hayupo? Zena ameenda kwa bibi yake.
Vipi, kwani hajakuaga? Na ikaeka zile za hospitali na mama. Angeniaga vipi? Si unajua mwenyewe nilipokuwa busy. Basi nimejua nafahamu kuhusu hili. Wala hata sijajua. Usijali, atarudi. Mimi afu nimekumbuka. Na vipi naye kaka Ukanda? Sasa hivi yuko sawa au bado ndo na uwage wake? Yaani sasa hivi ndo amezidi kabisa. Umwambie kitu kuhusu Sailata. Yaani mimi kwa jinsi ninavyomchukia yule mwanamke. Yaani kama ningekuwa na uwezo, yaani natamani nimshike nimtikise. Ila unajua nini? Mwisho ubaya aibu. Ipo siku tu hawezi kumnyanyasa kaka yetu milele. Yaani hawezi. Ipo siku atalipia. Lakini pia mimi tunapaswa sana kumuomba Mungu aweze kumsaidia kaka. Maana mwenzako anakosa hadi amani. Na hisi hali inazidi kuwa mbaya sana. Hicho ndicho kilichobaki. Mzee wangu, naona umetulia wala hauna papara. Ustaarabu na hekima ndo kila kitu kwako. Sema unajua nini mshikaji wangu? Mwanangu wewe lazima nikutafutie demu. Unakaa sana utaota busha. Utafutie demu wewe unapiga mishindo. Yaani mimi nilifikiri ufika mapema. Ushaanza kuwa na kumbukumbu. Yaani ushazima wifi, umeshaanza kuwasha data. Yaani umeacha mseleleko kitonga. Lakini bado tu akili zako ziko vile vile. Sawa, tuachane na maneno yako. Maana ukianza kuongea hapa zima wifi, washa data, wifi zima, washa data, data zima, washa wifi. Tutakesha. Mzee, ile dawa umeitunza vizuri kweli wewe? Dawa mimi ipo, nimehifadhi sehemu pazuri kabisa. Yaani hapa mambo mpwito, tunakwenda kukamilisha jambo. Mimi sio sawa sawa na wewe. Yaani wewe mda wote akiza kuchenjeu mpaka umeruhusu nguo kuchoma mwanamke wako. Na nguo ile marehemu mwenyewe kaacha ulisi. Twende basi. Wait. Huyu ana muda wa kuoga kweli huyu? Mbona unanuka uzee wewe? Angalia basi. Oh, Chibia. Naona kazi za dada yako unazifanya wewe. Unajua nikwambie kitu kimoja. Wewe jinsi ulivyo, yani kama onekano kako ambacho uko nacho, hauna tofauti na dada yako. Umeona? Sema dada yako umemzidi shepu tu. Wewe uko na shepu kubwa, dada yako kabasmati. Ila najua unatamani kuishi maisha ambayo watu wengine wanaishi. Najua pia unatamani kuondoka kwenye huu maskini ambao uko nao. Ila Mungu ndo amefunika daftari lenu la maandiko. Umemwona dadako? Hana tofauti na gari. Kwa hiyo haliwezi likaenda safari yoyote pasi na kuyapata mafuta. Kwa hiyo mimi ndo mafuta wa hili gari ambalo unaliona hapa. Nina uhuru, nina haki wa kuliendesha popote pale ninapojisikia, mpaka pale roho yangu inaporidhika na kukinai. Kwa hiyo nampenda sana dada yako Chibia. Tulia basi. Asante chanya kaka yangu. Yaonekana wewe ni mwandishi mzuri chana maneno ya kashfa. Konya imani Mungu atakulipa juu ya hili sala unalofanya. Lakini naomba nikukumbushe kitu kimoja. Unayofanya leo kwangu, tambua kuna watu nyuma na wanaweza kuja kuyafanya kwako. Uchicheme ukamala. Mwenyezi Mungu lipa hapa duniani.
Leo natumia huu maskini wetu kama fimbo ya kutuajibu na kumtumia dada yangu kwa ajili ya kumlipa ili tuweze kupata chakula. Lakini chawa, Mwenyezi Mungu hawezi kumtupa mja wake. Kivyovyote vile najipo chiku tutapata mlo, tutapata maisha mazuri. Kumbuka una ndugu. Vipi na ukija kufanya kitendo kama unachonifanyia mimi, utakuwa kwenye hali gani? Wacha chawa, mimi sina mengi ya kuzungumza, lakini na imani Mungu atatulipia. Mimi nikwambie kitu kimoja tu ndugu yangu, mwanaume huaga haongei sana, mwanaume anafanyaga vitendo tu. Na mimi niko na pesa, niko na kila kitu ambacho nakijua wewe. Kwa hiyo acha nikamtumikie dada yako dakika 90 kitandani, alafu baadaye matokeo utayaona kwenye scoreboard. Tuondoke. Tano, Jabali, karibuni. Asante bwana. Hii dawa ni kwa ajili ya Zena. Endapo atanawa uso hii dawa, basi Zena ataona tena. Hii ni nini hapa? Hiyo ni dawa kwa ajili ya kumtibia Zena. Tumehangaika usiku kucha, mchana kutwa kwa ajili ya kuitafuta hiyo dawa. Sisi tunapenda sana kuisaidia hii familia yetu. Kwa hiyo tumejitoa mwanga. Hiyo dawa akinawa tu kapona. Ni kama ukombozi wa Yesu. Unakumbuka Yesu alimkomboa nani? Na akaona tena na akasema nimeona. Rudisha hiyo dawa. Nitaamini vipi nyinyi? Nimekuambia rudisha hiyo dawa. Kwa wakati huu hakuna mtu yote atakayezuia swala Zena kupona. Pako umezuzwa wewe. Huyu ni kivuruge sana. Hata sisi tumeshamjua tangia mapema sana. Sasa sikiliza. Hiyo dawa chunga sana Pakome Zwazwa asija kaimwaga. Takea. Sawa. Kwa hiyo maelekezo yake ni yapi? Mtaalamu amesema kuwa hiyo dawa anachukua kisha hayo maji yake anapaka usoni. Lakini wakati anapaka anatamka maneno ya Kiruga. Unanielewa? Hivi ndivyo tunatakiwa kuwa. Zima wifi, washa data. Kuwa makini sana na huyu mwanamke. Maana si mtu mzuri. Fuata maelekezo. Sawa, nimewaelewa. Mzee wangu, mwanangu wewe noma. Oya, haya mapigo ulopiga hicho kibao ulichomfumua hakina tofauti na zile hardware. Wewe ni hatari. Wewe ulipiga na vita vya maji nini? Zima wifi, washa data. Ingala ingala isebede, ingala ingala isebede, ingala ingala isebede, ingala ingala isebede. Sauda